kabisa wewe kwenye mpira unaweza ukamuona kabisa Abuya ana kitu chake cha faida cha ziada unapohitaji, lakini Damaro anakusaidia pia kwenye ulinzi na vitu vingine. Au mudu hapo ili uwe kiungo bora wa ulinzi, tunazungumza best holding midfield, unapaswa uwe na nini? Kwa sababu ndo eneo lako ambalo wewe kwanza, kitu cha kwanza holding midfield lazima kwanza wewe uwe yani uwe technician kwa kiasi fulani. Okay. Huwezi kumuona holding midfield tu yani kidogo na yani mpira unanata kwenye miguu. Ndio maana kama kwamba vitu vikija kwamba unajua mpira unaweza ukakaa, unaelewa, unaweza ukafanya maamuzi, timu yangu sasa nataka icheze vipi? Timu iwe speed au timu iwe low kabisa. Tunataka kuanza kucheza. Hilo ni moja. Lakini jambo la pili lazima uwe aggressive. Unaelewa? Lazima uwe mtu ambaye wewe yani uko sawa sawa, uko strong, nafikiri unanielewa. Kwa sababu bila hivyo inakuwa haiwezekani. Lakini jambo la tatu, unawezekana ukawa ni holding midfield, unawezekana ukawa ni bosi. Kama watu wako hawa hapa wanne wote wako imara zaidi, wakakufanya wewe sasa ni mtu ambaye, mfano mfupi, muangalie Sergio Busquets. Kabisa. Sergio Busquets anapocheza ukiniambia aje kucheza bongo hachezi. Hawezi kucheza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni bosi. Lakini yeye ndo ana maamuzi, timu yangu mimi natakiwa icheze. Kwa hiyo umeniuliza holding midfield unatakiwa na vitu gani? Moja, lazima uwe technician. Lakini kitu cha pili unakuwa aggressive. Ina maana technician imeunganisha vitu vingi kwa mchezaji ambaye wewe unataka, na wewe nafikiri mtu wa mpira unaelewa. Kabisa. Unatoka